Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Ningependa kuwakaribisheni katika ibada ya misa ya siku ya leo, ikiwa ni Jumapili 25 katika mwaka wa kanisa. Ningependa pia kuwakaribisha wale wenzetu ambao wamejiunga nasi, hasa wale wa mwaka wa kwanza katika chaplaincy hii, kuambia karibuni sana katika St. Elizabeth Catholic Chaplaincy, ili tuweze kusonga na kutembea pamoja katika safari ya imani. Ningependa kuombea pia siku ya Jumamosi ijayo ambayo tutakuwa na siku yetu ya mahujaji pale katedrali, ili kuingia mlango wa matumaini. Ni vizuri pia tuweze kutayarisha kwa ajili ya haya. La pili, pamoja tuombe na Godric ili tupate kumponya mama yake, na pia tuombe kwa ajili ya safari ya kiroho ambayo tarehe 11 mwezi ujao, ili Mungu Baba Mwenyezi apate kubariki na kuongoza wale wanafunzi watakuwa wanaenda katika ile safari. Ningependa kuombea Gabrieli, atakuwa Mary, Claire, Mtakatifu Romogonas, Josephine Lucas na Mtakatifu Martin Lewis Mkono na mmoja wa wafanyakazi wetu Jonathan, ili tupate kujiweka tayari kwa kutolea Mungu sadaka takatifu. Kwanza tujute dhambi zetu. Na muungamia na Mungu Mwenyezi, nani ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa dini, nimekosa sana. Ndiyo maana nakuomba Maria mwenyewe, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nani ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie kusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen.
sheria takatifu katika upendo wako na kwa jirani. Utujalie kuzishika amri zako, tupate kustahili kufikia uzima wa milele. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu daima na milele. Sikilizeni haya, enyi mnaokanyaga mnyonge na kuwaangamiza watu maskini wa nchi. Nyinyi mnaosema, sikukuu ya mwezi mwandamo itakwisha wakati gani? Tupate kuuza ngano, nayo siku ya Sabato tupate kufungua ghala ya ngano. Tutapunguza vipimo, tutapandisha bei, tutageuza mizani ziwe za uongo. Tutauza hata makapi ya ngano, tupate kuwanunua watu maskini kwa fedha, na wanyonge kwa jozi ya viatu. Bwana ameapa kwa utukufu wa Yakobo, hakika sitasahau kama matendo yao. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Msifuni Bwana, kumuinua mnyonge kutoka mavumbini. 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 Msifuni Bwana, kumuinua mnyonge kutoka mavumbini.
Somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Paulo kwa Timotheo. Mpendwa, kwanza kabisa ninayowaomba hasa ndio dua na sala, maombezi na shukrani zitolewe kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tupate raha na utulivu kwa kuishi maisha ya uchaji wa Mungu na ya mwenendo mwema. Hayo ni mema, tena yampendeza Mungu Mwokozi wetu, ambaye anataka watu wote waokolewe na watambue yaliyo kweli. Kwa maana kuna Mungu mmoja na mpatanishi baina ya Mungu na wanadamu ni mmoja, ndiye mwanadamu Kristo Yesu. Huyu alijitoa mwenyewe kuwa fidia kwa ajili ya watu wote, ndio ushuhuda nyakati zake. Kwa hiyo nimewekwa mimi niwe mtangazaji na mtume, tena mwalimu wa mataifa katika imani na ukweli. Hayo maneno yangu ni kweli, si uongo. Kila mahali ninaposali napenda wanaume wainue mikono kwa utakatifu, si kwa hasira na ubishi. Neno la Mungu. Ijapokuwa Yesu Kristo alikuwa tajiri, alijifanya fukara kwa ajili yenu, ili ninyi mpate kutajirika kwa ufukara wake. Hallelujah.
that time Jesus said to his disciples, there was a rich man who had a steward, and charges were brought to him that this man was wasting his goods. As he called him and said to him, what is this that I hear about you? And in the account of your stewardship, for you can no longer be steward. The steward said to himself, shall I do? Since my master is taking the stewardship away from me. I'm not strong enough to dig, and I'm ashamed to beg. I have decided what to do, so that people may receive me into their houses. When I am put out of the stewardship, so someone in his master's debtors, one by one, he said to the first, how much do you owe my master? He said, 100 measures of oil. And he said to him, take your bill and sit down quickly and write 50. Then he said to another, and how much do you owe? He said, 100 measures of wheat. He said to him, take your bill and write 80. The master commended the dishonest steward for his prudence, for the sons of the world are wiser in their own generation than the sons of light. And I tell you, make friends for yourselves by means of the precious mammon, so that when it fails, they may receive you into the eternal habitation. He who is faithful in a very little is faithful also in much, and he who is dishonest in a very little is dishonest also in much. Then you have not been faithful in the unrighteous mammon, who can trust you the true riches. And if you have not been faithful in that which is another's, he will give you that which is your own. No servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, and he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. The gospel of the Lord. Praise be to God. God is good. I didn't know you were reading from here, but I used the Kiswahili version. God is good. However, I know you have followed them. Now, I'm happy to be with you, this being the second Sunday in this semester. And I know that you had a good time with Father Anthony Mashaja last Sunday, last Wednesday, and nilituma salamu. Umezipokea? Yes, nilituma salamu. Na nifurahisha sana. Asante kwa uimbaji. The liturgical music here. Alisema hivi. You haven't been the first Sunday. It was nice. God is good. Basi leo tunaongea kuhusu binafsi, utajiri na binafsi unaofanya watu kuwafanyia matendo mabaya wale ambao ni matajiri. Those who despise those who despise the weak and takes advantage of the vulnerable, the poor, because they have nothing. They take advantage of the ignorant people. Wale maskini. So, the first reading from the book of Amos is very clear. Very clear, he says, sikizeni enyi mnaokanyanga mnyonge na kuangamiza watu maskini wa nchi. Ninyi mnaosema sikukuu ya mwezi maandamano itakwisha wakati gani tupate kuzama ngano?
kuuza ngano, nayo siku ya Sabato tupate kufungua ghala la ngano. Si kwa sababu nataka biashara sana, kwa sababu nataka kutengeneza uchumi, kuchangia sana katika uchumi wa nchi. Hapana, it is because we want to adjust. Tutapunguza vipimo, tutapandisha bei, tutageuza mizani ziwe za uongo, tutauza hata makapi ya ngano tupate kuwanunua watu maskini kwa fedha na wanyonge kwa jozi ya viatu. Those of you to be business, to do business and want to do business, make sure you don't do business. Make sure you do righteous and good business, and you earn your money the right way. Chunga sana usije kama unatafuta pesa kwa njia isiyofaa. Kwa Mungu anasema hivi. This what God says. Bwana ameapa kwa utukufu wa Yakobo, hakika sitasahau kama matendo yao. I will never forget their deeds. God has given so to himself. I will never forget their deeds. Mungu hataisahau. Ni kumaanisha ile pesa ambayo umetafuta pesa kwa njia ambayo haifai. Umewaangamiza wenzako. You know in business, not these things are really bad. And these things happen during those times. Siku leo unaenda kununua mboga, kununua hata kama ni viazi, unakia kukala ka packet, lakini kumbe pale chini kamekatwa, kuna kipande kingine cha mkebe imekatwa kiwekwa chini. Sasa umeweka, unafikiria hata imejazwa pale juu, lakini ndani hakuna kitu. Na mama ameweka pale kwamba kitu ni just to reduce the quantity. Hata zingine nyingi. Kwa hiyo sisi in the market, these things are happening. Others are adjusting the way we doing skills. Because we want to take advantage of the ignorance of the buyers. The undetecting consumers. And some of us have been cheated and bought those kind of things. You realize now the quantity is like this, less than a kg. Ina kama kidogo kuliko ile ambayo nilikuwa nimenunua juice. Some factories also manufacturing fake, even fake eggs. Yes. Fake products. Zafikia ni nyama unanunua kumbe imeundwa mahali kwa factory. Ni mayai unanunua unafikia kumbe imeundwa mahali kutumia some kemikali zingine. People are now suffering. People have developed some other diseases, which are lifestyle diseases. It's because of what we didn't buy. Please don't make those kind of, don't make money through those kind of business. God is good. God has said, hawatasahau matendo yao kamwe. What has said that? As it is what we tell. The Lord has sworn by the pride of Jacob, surely I will never forget any of their deeds. So if you have a friend who has ventured in such kind of a business, some businesses are very poisonous, even selling drugs even to some of our students. What is good? And in such institutions. And that's why we are welcome. Shall we keep those drugs? What is good? Not even now business people. No, it is not like agriculture. It is even now agribusiness. Those who have taken agriculture or farming as a business, why that is farming and selling their products. Selling producing farm products. Selling farm products from the farm. Business. You get it as a business and you do all your maths, you know your finances very well, see how you're making something. So some people are using very harmful chemicals. And some people are better do that kind of business. Has a farm that is hii jamani itakuwa nikipata hapa.
Any product I get from here, harvest from here, I'll take this to the market, but I have my own kitchen garden here. Because they are using very powerful and very bad and harmful chemicals. Yes. Mimi kuzia watu wa biashara. Lakini nitakuwa na kitchen garden yangu pale kando. Sukuma, mboga, karoti pale. Sasa hizo sikuji. Hizo. Kama anatumia mbolea ile dawa nzuri, tunaweza kunoma. Usikiwa usizamea katika usikiliza bila bila. Basi ngine Yesu. Na ikiwezekana usinusu mtu ambaye umekatakata wale wote katakatia. Yesu. Don't be that crazy. God is good. Have a life. Prepare those greens. Hii ndio katakatia akiwa kweli kupika tu. Yaani the 24 hours ile masaa yote apart from ile masaa umelala unatumia kufanya mambo mengine, hata saa ya kukatakata sukuma huna. Na zingine umekatakatiwa huko. Hata unajua umetoa mpaka hajaosha. Niliona wengine wanaenda kwa shimo pale ya maji. You know when you wash from running tap somewhere or you do it na wengine wanaanza kuandika tumbo huo kwa ile tumbo. Ni zile vitu wengine tunakula. Tumsifu Yesu Kristo. If I buy fresh greens and just wash it. So kazi zingine nitakuja kutuzuia. God is good. So take those business. Prophet Amos here is warning them and is reminding them that God will never forget your needs. Hello. It's another comrade ambaye aliniambia kama hizo kai from Makeni na alikuwa nimetembea huko. Aliniambia kama nitoka tu anafikiria mambo mengi kwa huko. Kuna watu wamefika nguo zangu wametoa ile kuweza kumasa na hii. Natoa kandarasi kandarasi gani? Hapo kama kadogo. Wanaenda kwanza Yesu Kristo. Na wengine hapo wanaingia nyumba za watu wanauza tumeko. Ndio ameingia kwa huyo akatoka kaenda kauzia chakula. Yesu Kristo. Katika ile business. You know some of you are going to venture in business, isn't it? Hata sasa hata mkiwa wanafunzi. So make sure. Sisi tukaanza kulipa baada ya shule. Mshaka. Mbona mambo yangu, mbona biashara yangu, mbona maisha yangu, mbona familia yangu, mbona watoto wangu, mbona hii mambo inanisumbua. Kumbe nimeanza kulipa ile wala watu ambao ni kanisa. Wala watu ambao ni kifupi. Wala watu ambao labda pesa yao kufanyia biashara kwa ambayo inafaa. God is good. Now let's take us to the gospel of the day. Katika injili yetu ya siku ya leo tumeambiwa wakati ule Yesu aliokuwa wafuasi wake kulikuwa na tajiri mmoja. So yule tajiri alikuwa na mtu ambaye alikuwa amempa kazi ya kushughulikia mali yake kama biashara zake. Or his farm or whatever. So yule karani akashasikiwa kwa ile kwa mkubwa wake kwamba ameweza kupora mali, kuharibu hapa na pale, ameiba pesa kadhaa, azili management ya finances. So what happened? Kwambia now, would you bring your financial reports because I want to do with you. To do away with you. I'm firing you, so bring your financial report, then I give you what is your due. I give you your dues. Tumalizane. Sasa ile karani akashangaa. What do I do now that these charges against me? Yeah, I'm automatically being fired. What do I do? Kumbe yule karani, yule mfanyikazi alipopata kazi
alipopata pesa alipanda kiwango ya kwamba hakuweza kuongea na watu hawakuwa wa maana tena, marafiki walipoteza, hakuweza kuwa na uhusiano mwema na mwajiri, ameharibu tayari uhusiano wake na mwajiri wake. Sasa anafutwa kazi, hana uhusiano mzuri na wafanyikazi wenzake, sababu alikuwa karani, alikuwa katika ofisi ya fedha, ndio alikuwa wengine mishahara. Uzono prepare pay slips za wale wengine walikuwa takatakata mishahara, with looking for his own excuses, sababu hapa na pale na kukula zile pesa. He was the one who was dealing with the clients and even kind of ruined the relationship between the clients and the company na mwajiri wake. So he had ruined everything and nobody wanted him, including now the employer. Now he's telling him, it is my time to also deal with you. Katika sasa hata watu wa familia nyumbani zima anamjia kuchukua huko hivi. Tumseme Yesu Kristo. Sasa nani atanipokea? Hata marafiki wangu vile nilipata pesa nikapata kazi. I no longer call them, no longer I need to be with them now. I don't talk to them. I don't even listen to whatever issues they may have. Whoever is safe. Ninajiuliza bwana. Tumseme Yesu Kristo. Kulima siwezi. Kuomba kama maskini naona haya. Nimejua kufanya. Hili ni kitoleo ukali. So kama okay. Louis was very bad also and tough to the debtors of the employer. Because I did what I asked myself. I wait about the debtors. Nipo kujani. Leta myself kapata mwingine hapo. Wewe. Niko mkali sana. Uko na pesa ngapi ya mkopo wangu? How much? Anasema ngapi? Mwisho mbale? What do you call it? Tumseme Yesu Kristo. Nitumia hapo. God is good. Tumseme Yesu Kristo. Akasema ya kwamba kwanza alisema ni ngapi? Kwa kwanza alisema kuna ngapi? Fatima? Mapema nia ya? 200. Kwa nyama 200. Hii translation iko sawa. Kwa hiyo tunasema madebe 200 ya mafuta. Akambosi keti hapo. Chukua barua hiyo hapo ndani, andika 100. Nilikuwa nikitaka kulingana na yeye. Katika MC. That's half of what he owes. Do you think the company will go down? Ama itapata faida? The company will go down. Hizo hamsini zitaenda wapi? Kamwambia sasa hizo hamsini. Hizo ni lakini tunaongea na wewe unataka. Wewe ndio mkali uko na pesa ngapi? Si mabeba 100 lakini iko wapi? Nitalipa. Okay, sijali. Hiyo 50. Sasa mtekeleza rafiki kidogo. Akuja mwingine. Uko na ngapi? Sima dunia 100. Ya ngapi? Keti. Andika ngapi? Andika 80. Hizo 20 tutaongea. Sawa? No worry. Sijali. So nataka kutengeneza rafiki. Alisema Jesus, Yesu alimsifu sana akasema hata watu wa kipindi hiki, those people, Jesus proceeded and said, this is how, mwajiri wake ni kama alimsifu hapo. Utasifu aje mtu ambaye anaiba? Bwana akamsifu karani mdanganyifu kwa sababu alifanya werevu. Karani mwerevu, karani
mdanganyifu kwa sababu alifanya werevu. Maana wana wa dunia hii ni werevu katika mahusiano yao kuliko wana wa mwanga. Wana wa dunia hii ni werevu kuliko wana wa mwanga. Wana wa dunia hii wanatumia vitu vya dunia kutengeneza uhusiano. Yeye mwenyewe alitumia vitu ambavyo sio vyake kutafuta uhusiano. Sisi wenyewe tumepewa baraka na neema. Kuna ule uwepo, kuna ule uwezo tumepewa na Mungu baada ya kutumia kutengeneza uhusiano wetu. We use our status and the good that we receive from God to bring others down. Our powers to bring them down. Watumie ujuzi wetu ama yale mali kuwakanyaga wale maskini. Tunatumia werevu wetu kuwakanyaga the ignorant and the vulnerable. Now that you're going through college and graduate, then you start despising those who did not get those kind of opportunities. So Jesus is really condemning those who are taking advantage of the position that God has given them to bring down or to disconnect themselves with others. Wale ambao wajasoma kama wewe, never despise them. Those who are not gone to that level, never despise them. Wale ambao wajafanya labda, unajua we all depend on one another. Sote kila mmoja hapa anahitaji mwenzake. Every department here is as important as the department as the other department. Never think your department or your course is better than the other one. Tumsifu Yesu Kristo. Kama unafanya hair dressing utakula nywele. Tumsifu Yesu Kristo. Na kuna mwingine naye anafanya mambo na catering, si ndio? Utaishi kwa chakula peke yake. Utaishi nywele yako itahitaji kutengeneza. Tumsifu Yesu Kristo. Gari yako itahitaji mechanic. Itahitaji mechanic engineer. You need that. You need somebody who is also working in that office, in another office, or in another department. So these courses are interdependent, are all connected. They are connected. You need a nurse. A nurse cannot say, "Kama mimi nimefanya hiyo course, sihitaji wengine." Kama unafanya mambo na IT, life is not all about all these electronics. No. Life is not all about what you're doing. No. Labda huyu mwenye kumwajiri huyu karani, labda atakuwa amesoma, lakini alihitaji an accountant. So perhaps he took advantage because the manager is not, or the owner is not an accountant, is not an accountant. He took advantage of his ways, then he started now looting money through his own accounting ways. So there is no area, no department, no specialization that is superior. We all need one another. And ndio maana aligundua wale watu ambao walikuwa na supply ngano ni muhimu sana. Yeye ako katika ofisi ya pesa, lakini yule ambaye ni supplier wa ngano akaona ni kama yeye ni superior. Kumbe anamhitaji yule supplier wa ngano. Kumbe anamhitaji yule supplier wa mafuta. Na nilikuwa namuona kama mtu alikuwa anaongelesha hivi simply because the supplier need anahitaji labda he need to place an order there. Anahitaji kuuza ngano zake ili apate pesa. Lakini huyo ajua kwamba ili pesa hii patikane, ili kampuni ipate kupika chapati na mikate na nini ama zile keki wanapika, they need those suppliers. Tumsifu Yesu Kristo. So now keeping money for the supplier, your suppliers will go down. And so this country, the country starts now going down, the society starts going down because some people think they are better than us. You know, is equally important as the person who repairs these chairs when they're broken down. The one who comes to connect this, kuweka hii bulb, kubadilisha hii bulb ikiharibika. Na muhimu sana. Kama vile yule jamaa wa IT, jamaa amesimama hapo. Tumsifu Yesu Kristo.
So if you think your cause is to heal, mimi nipanipatia kufanya kazi fulani, naingia wengine shindu. Then with your cause, if you think you're the only one, unless you do better than me. No. It is a chain. Kila mmoja ni kama vile hapa kwa unasikia kuna soprano, kuna alto, kuna bass, kuna hot. Kama ingekuwa soprano peke yake, haungejua vile mnaenjoy. No. Niko nasikia tu sauti. Kama ingekuwa bass peke yake. Sisi wanaume hatunge-enjoy. It's not very pleasing. It's not very nice. Lakini kieko alto yeko soprano yeko nini? Hiyo hapo. Hata kwa masa nilikuwa naona kwa masa ndio anaenjoy hapa. Nilikuwa naipeleka hivi. Hata ni sana alitoka wapi jamaa? Nilikuwa leo asema sana. Uwazia? Na wakati this time amepata morali kitu. Mimi mtazamo tu nikiwa pale. The guy was really enjoying. You are not enjoying like that. By the way, it's your time to enjoy. You people, you have come, you have joined us. Hapa ni enjoy bwana. Hii kwaya. Sio kwaya. This worship kutoka mwanzo mpaka mwisho. Just enjoy. I know where you are contributing, where your contribution is coming in. Anyway, the point is. So what happened to this guy? Akitumia vitu vya wenyewe, utajiri wa wenyewe. Used his master's money to reconnect. Use your course, use your specialization to connect with your brother in another department. Yes, you need his skill. You need her experience. You need his expertise. You need his opinion. God has given you that so that you use it to connect yourself to find your position, in the society. Use it to find your position, to fill that gap in the society. Lakini usitumie kumtenga. That is why Jesus is praising this steward, because he used his master's debtors and opportunity in the farm to reconnect himself with the people that he had disconnected himself with. So take this opportunity now that in this institution. Have a very good network. Sio kuishi na watu wa mlima. Tumsifu Yesu Kristo. No. Sio tu watu wa Western, siku umetoka Western, kimwona watu tu wa Western. Ni watu wa Kabani, kama tete. Tumsifu Yesu Kristo. Tuna watu wa Anthony Aliyewa. Kule Kisii. No. Find your position in the society and partner with the people and tell God to give you that ability to reconnect with the people who may have disconnected. So then later they realized that the jamaa kuleta ngano ni muhimu. Huyo jamaa kusupply mafuta ni muhimu. Tumsifu Yesu Kristo. Labda nifika tu kwa vile Yesu hakuendelea na hiyo story. Kulikuwa na watu wengi sana kule. Kuna yule jamaa ambaye yule mama au yule msichana ambaye alikuwa anamletea chai kwa ofisi. Tumsifu Yesu Kristo. Hata huyo ni muhimu. Hata yule plumber wakati maji na nini wewe unasema maji, this room is leaking. You need a plumber to make you comfortable. Wewe unatoroka, yeye anakuja anaona kazi. Tumsifu Yesu Kristo. Unasikia room ina leak ama wodi ina leak mahali for somewhere, to you it is a bother, to someone it's an economic advantage. Tumsifu Yesu Kristo.
Indeed, everybody is equally important. Hata ukienda nyumbani kwenu, kwa sababu unafika hapo na sababu ukapika hapo sio unafanya nini? So this guy again, let me proceed. Tukaambiwa waje tena baada ya hapo. Bwana akamsifu sana, ndiye alimsifu karani mdanganyifu kwa sababu alifanya werevu. Maana wana wa dunia hii ni werevu katika mahusiano yao kuliko wana wa mwanga. Wana wa mwanga wanafanya nini? Hao wana wa mwanga ni wale ambao wamebarikiwa, lakini baraka wanazozitumia wanajiinua, wanajiona kwamba wao wako juu sana. They disconnect themselves. So don't be kuwa mwana wa mwanga ambaye ni mwerevu. Are we together? Yes. Then he continued and said, Bwana, maana nami nawaambieni, jifanyieni rafiki kwa mali yanayoharibika. Make friends, don't make enemies. As you study, make friends. Ili mnapoishiwa nayo wapokee katika makao ya milele. Not every time will be at the peak. Not every time will be at the top. Sasa hivi unajiona uko juu. I tell you, kwa wakati utamaliza pia masomo hapa, utaangamia kule nje. Jua itakugonga. Utapara. Utapara. Huyu jamaa kafasia. Ndiye ameingia juzi. Na umeamua mkakae kule mtafuta vibarua, ndiye atakuja kukuokoa. Amemaliza tu immediately after attachment. Kama internship. After the internship, kumaliza whatever amepata kazi. Hiyo kampuni alikuwa tu amepata job. Wao waambiwa sasa mmaliza, tunaomba tafadhali anaweza kuvolunteer. Tuna nafasi. Mwingine anaambiwa wewe maliza internship kitu gani? Ulikuwa for the flat ya kama sababu ya bado ndio wale wengine. Ni yao usisidi pro. The time comes that we meet those people who think are inferior or under you or behind you. Sisi tunasema wa kwanza anaweza kuwa wa mwili na mwisho anaweza kuwa wa kwanza. Ukiona mtu ambaye anadespise wengine because of who you are or what you do or what God has made you, nawaambieni jifanyeni rafiki kwa mali yanayoharibika ili mnapoishiwa nayo wapokee katika makao ya milele. Aliye mwaminifu kwa mambo madogo ni mwaminifu pia kwa mambo makubwa. Kadhalika asiye mwaminifu kwa mambo madogo si mwaminifu kwa mambo makubwa. If you cannot be trusted, kama huwezi aminika kwa yale kile kidogo ambacho in the level that God has put you, if you are not faithful as a student, I tell you, even after your graduation, even after your employment, you never be faithful. Kwa hiyo sadaka kidogo hapa, hii kidogo hii tutaweka ile, ili tutaweka pale. If you are not faithful, hapo una manage hii hapo wapi? Hata uenda wapi, you never be. Tunaenda kwa tribu, wewe unachukua pesa, wewe unapewa makazi kidogo hapa na pale, huwezi jitolea hata huko. Utakuwa unachosha na jambo kidogo sana. Say to at this level, in this level, uaminika tu and be ready to commit yourself and to be responsible in your age at this level, then God will trust you to be things. If you're not responsible now, I tell you even tomorrow or the day after, God will never entrust you with greater things. By the way, we must qualify in this level. Perform in this level for to qualify for God to promote you, to extend and expand your boundaries. This is what Jesus is saying. Wakati anasema kwamba ile ni tatizo. God is good. Nami nawaambieni, aliye mwaminifu, hiyo tumetoka. Kadhalika si mwaminifu kwa mambo madogo, si mwaminifu kwa mambo makubwa. Basi kama hamwi waamini kwa mali isiyo haki, nani atawakabidhi mali ya kweli? Na kama hamwi waamini kwa mali ya mwingine, nani atawapa yeye wenyewe? That statement is very important. I repeat.
Na kama hamui waaminifu kwa mali ya mwingine, nani atawapa yeye mwenyewe? You some of us before employment, before self-employment, before hapa tukimaliza tunatafuta kazi, si ndio? Kama utaamilika kwa ile kidogo ambayo mzazi anakupa or your guardian is giving you, if you're not faithful with the word that you have, the little time, the gifts, the talents that you have, if you're not using it for God's glory, God will never promote you. God will never even give you what is meant to be yours. Hapa, where I was addressing, this is how I put it. Here I point ya kwamba kama umeajiriwa, unapanga kazi, unazunguka asubuhi ukipanga program, so that by the end of the day you perform in somebody else's company or job. Are together? Trying to meet somebody's goals and desires in somebody's company. You're having sleepless nights because you want to perform at your place of work. You want to meet the targets, the put target, not your target, the target you make up to the best Christ. And you have a very good plan. And if you are not faithful, kwa hizo target ambazo umewekewa, hata wewe mwenyewe Mungu hata wewe kukubariki na kukupatia kazi ambayo utajiajiri ili wewe ukitengeneza target zako wewe mwenyewe. It is not good to live working for others. Serving others is but not working for others and getting even. Are you together? There's a difference between working and rendering service. We work for money, we serve for fulfillment and satisfaction. Unasoma ili upate, are you working so you get a job or get work? Are you starting to work or starting to secure a job? Secure a job. Would you want to rise every morning going for a job or going for work? Hello? Unasema kwa nini? What are you preparing for? So that at school you go and work or you go for a job? Hello? Don't already study for employment. Okay? And if you ever be employed, it should not be the whole of your life. Ili ni job, another job. It will for the case. You work, you render service. People start looking for you for what you offer. Not you looking for a job so that you get something. It is people who will be looking for you because of the services that you offer, because of the value that you give. Jesus here, turudi kwa Injili. Basi kama hamui waaminifu kwa mali isiyo haki na kama hamui waaminifu kwa mali ya mwingine, nani atawapa yeye mwenyewe? When you are faithful in little, where somebody, where you are responsible and you answer to someone, then God will trust you. When not even answerable to someone, God will give you your work. Hakuna mtumishi awezaye kutumikia mabwana wawili, ili mambo na pesa, money and God.
Never serve two masters. Money and God. Money, your education, your gifts, your talents, your desires, your goals and your targets are supposed to help you seek God, deepen relationship with God. Your money, your desires, your visions, your targets, your occupation is supposed to help you to desire God more, to deepen relationship with your God more. Your studies are supposed to help you to seek God further. But if your desires, your vision, your money, your occupation, your studies, your program keeps you away from God, then it becomes a God. This replaces God. That's what Jesus says. You should not serve two masters. You have a God that you identify and recognize as God, and you have your things, your money, your goals, your program, your duties, and your papers that you've taken as God. Should not replace God. Should help you recognize God. Should facilitate you reach God. What you do in life, what you are pursuing in life, should help you recognize God more, deepen relationship with your God more. Otherwise, it will become another God. Itakuwa Mungu kengine ambako umejitengenezea. Are you together? Your singing should not be treated as a God. Hello? Unajua pia tukuza uimbaji sana, msahau na kuimbia nani? Imekosa na so much on these ones here. Hello? Unasapozi sana na hii. You forget that it is all supposed to lead you to God. So that is the message of the day. That everything we do, the friends we have, are supposed to help us recognize God Father and deep relationship with God. Kuwa na utajiri sio mbaya, kila mtu angependa pesa. Cash. Lakini kama basi itakuwa kisiki, itazuia wewe kumfahamu, kumuona, kumtambua Mungu, kumtukuza Mungu, basi haifai. Or perhaps we have diverted the attention to the enemy, we don't want to divert the attention. So let us pray this mass that God will bless us with the wisdom and get rid of ignorance. Aondoe ile kutofahamu, atupe ufahamu ili zaidi tuweze kujua wakati ambapo labda tunaondoka katika ile barabara ya Mungu. Ningependa tutumie tumsifu Yesu Kristo. Simame. Sasa hiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Mungu wa mbingu na dunia, tunaonekana sisi tunaonekana. Sasa ni kwa Baba mmoja, Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba wa dunia yote. Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kufungwa, mwenye umri wa Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye, alishuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwake yeye Bikira Maria, akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Poncio Pilato, akateswa, akafa na akazikwa. Siku ya tatu akafufuka, akapaa mbinguni,
katika uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Kanisa moja takatifu Katoliki ya Kikristo, naungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amen. Ndugu wapenzi, tumekusanyika wote hapa kutafakari ufungu wa uongozi wetu. Tumwombe kwa hiyo Mungu Mwenyezi ili ulimwengu wote usitawishwe kwa chemchemi hizi za uzima na baraka zake. Kisema Bwana, tunakuomba utusikie. Bwana, tunakuomba utusikie. Baba, tunakuja mbele zako leo tuseme asante kwa kanisa letu, kwa uongozi wa kanisa letu, pia kwa washirika wetu wanaoenea duniani popote. Tunakushukuru kwa uongozi wa kanisa letu, padri wetu, maaskofu na pia Baba Mtakatifu. Tunaombea hekima ya kutuongoza sisi wanafunzi wako, ili tukubalike katika utukufu wako. Bwana, tunakuomba. Almighty God, we come before you this morning. We thank you for this beautiful country, Kenya. We thank you for its diversities in people's culture, religion, and resources. Dear God, we also thank you for all the good things and deeds that have happened in our country. Dear God, we ask for forgiveness of all the sins that have been committed in this region of Kenya. We pray for peace and harmony in our country and economic stability. Dear God, may you enable all the leaders leading this nation, bless them with wisdom and knowledge so that they may be able to lead this country into the right direction. Dear God, may you cover all the citizens of our country, Kenya, with the blood of your Son, Jesus Christ. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Prayer for the families. Everlasting Father, King of glory, we come to your presence this afternoon, Lord. We thank you, Lord, for the gift of life, everlasting Father. We dedicate our families, Lord. We pray for peace, for love, and unity, everlasting Father. Lord, remember us for the broken families, Lord. I pray that you will unite them, everlasting Father. Lord, remember our parents, Lord, who has struggled day and night, Lord, remember to get up our needs, resources, Lord. I pray, Lord, that you may guide them and you protect them. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Pray for the sick. Our Lord Jesus, throughout the ministry, you heal the sick through their faith in you and in your word. We bring forth all the sick in our families, our friends, and those who have asked for our intercessions, that through our faith in you and in your words, that they may receive healing and anointing. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Bwana, tunakuomba uwe radhi kuhurumia watu wako wanaokusihi, ili wanayotamani kwa mwongozo wako imani wapate mapema ukaribu wako. Ndiye Kristo Bwana wetu. Sadaka iliyo safi sana.
utukufu wa jina lako, na pia kwa manufaa yetu sisi na manufaa ya kanisa lako takatifu. Tuombe. Ee Bwana, sisi tunaoleshwa kwa sakramenti zako, uwe radhi kuvipokea vipaji vya taifa lako, ili hayo wanayoungana kwa imani na mishani wayapate kwa njia ya sakramenti za mbinguni, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Baba uliye mtakatifu, kwa kuwa ndiwe peke yako Mungu mwenye uhai na waheri, uliye kabla ya nyakati zote na kudumu milele, unaishi katika nuru isiyoweza kukaribiwa. Wewe uliye peke yako mwema na chemchemi ya uzima, umeviumba vitu vyote ili kuvijaza baraka zako na kuzifurahisha kwa mng'ao wa nuru yako. Kwa hiyo makundi yasiyohesabika ya malaika wanasimama mbele yako na kukutumikia mchana na usiku, na wakiungazia macho utukufu wa uso wako, wanakutukuza bila mwisho. Nasi pia pamoja nao na kwa sauti zetu na viumbe vyote vilivyo chini ya mbingu tunalisifu kwa shangwe jina lako tukiimba. mtu kwa mfano wako na kumkabidhi kuutuza ulimwengu wote, ili anapokutumikia wewe peke
yako uliyomuumba vitawale viumbe vyote. Naye alipopendeza urafiki wangu wa kutotii, kumwacha katika utawala wa mauti, maana huruma yako ilikuwa kuwasaidia watu wote ili wanaokutafuta wakupate. Zaidi ya hayo, mara nyingi ulifanya maagano na watu na kwa njia ya manabii kuwafundisha kutazamia wokovu. Na hivi Baba uliye mtakatifu, jinsi hii ulipenda ulimwengu hata ulipowadia utimilifu wa nyakati kwa mtuma kwetu mwanao pekee kwa Mwokozi. Alifanyika mtu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria. Katika mambo yote alitoa namna ya hali yetu, isipokuwa hakuwa na dhambi. Aliwahubiria maskini habari njema ya wokovu, akawatangazia wafungwa kufunguliwa kwao na wenye huzuni furaha. Ili apate kutimiza kabisa mpango wake wa ukombozi, alijitoa mwenyewe afu, naye alipofufuka kutoka kwa wafu akaangamiza mauti na kuleta uzima mpya. Na kusudi tusiishi tena kwa ajili yetu sisi wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa na kufufuka kwa ajili yetu. Alimtuma Roho Mtakatifu kutoka kwa Baba, awe malibuko kwa waamini, ili itimize kazi yake mwanao ulimwenguni na kukamilisha kazi yote ya kutakatifuza. Kwa hiyo Baba, tunakuomba huyo Roho Mtakatifu apende kuzitakatifuza vipaji hivi, ili vile kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, kwa ajili ya kuadhimisha fumbo hili kuu alilotuachia liwe agano na milele. Maana yeye mwenyewe alipofika saa ya kutukuzwa nawe, Baba uliye mtakatifu, akiwa amewapenda watu wake waliokuwa ulimwenguni, aliwapenda upeo. Alipokuwa kila alitoa mkate, akabariki na kumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo akatoa kikombe kilichojaa divai, akashukuru, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano la milele itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kwanza kabisa mtumishi wako Baba Mtakatifu Leo, Askofu Antoni na askofu wote pamoja na waleo wote na wote wanaofanya sadaka hii na hawa waliopo hapa, taifa lako lote na watu wote wenye kukutafuta kwa moyo mnyofu. Wakumbuke pia wale waliofariki dunia katika amani ya Kristo kwa wako, na marehemu wote ambao imani yao tulijua wewe peke yako. Baba uliye mtakatifu, tujalie sisi sote wanao tuweze kupata urithi wa mbinguni katika ufalme wako, pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wao Mungu, Mtakatifu Yosefu mume wake Bikira, na mitume na watakatifu wote
na huko mbinguni tukutukuze pamoja na viumbe vyote vikisha kuokolewa katika uharibifu wa dhambi na mauti, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake tunaujalia ulimwengu mzima yote. Kwa njia yake na pamoja na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Bwana, tunakuomba utupe katika mambo yote. Utujalie kwa amani maishani mwetu. Kusudi kwa msaada wa huruma yako tupeleke na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, na kutazamia tuende heri na mwisho. Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, aliwaambia mitume wako, amani na waachie, imani yako naomba. Usisitazame dhambi zetu, ili tumaini kanisa lako. Upende kulijalia moja moja kama alivyo mapenzi yako. Unaishi na utawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Yaani mwili na damu ya Kristo tuifikishe kwenye uzima wa milele. Amen.
njia zangu zingekuwa thabiti ili zitii amri zako. Prayers are only for members of Christ. Blood of Christ sanctify me, body of Christ save me, blood of Christ liberate me, water from the side of Christ wash me, passion of Christ strengthen me. Oh, good Jesus, hear me, within your wounds hide me, suffer me not to be separated from you, from the evil enemy. In the hour of my death, call me, and bring me down unto you. That with your sins and praise you forever and ever. Prayer for myself. Lord Jesus, wash away my sins with the precious blood. Lord Jesus, the
struggle against temptation is yet finished. My Jesus, when temptation comes near me, make me strong against it. In the moment of temptation, may I always say, my Jesus, mercy, Mary, help. Oh Jesus, may I lead a good life. May I die a happy death. May I stay when I'm dying. Jesus, Mary and Joseph, I give you my heart and my soul. Jesus, I am going away from my time, but I trust not without you. You are with me by your grace. I resolve never to leave you or forsake. Although I am so weak, I have such hope in you. Give me grace to forsake you. Amen. Oh Jesus, have mercy on our holy church. Take care of it. Oh Jesus, have pity on poor sinners and save them from hell. Oh Jesus, bless my father, my mother, my brothers and sisters, and all I want to pray for, as their hearts goes out to bless them. Oh Jesus, have pity on the poor souls in purgatory, and give them eternal rest. Oh Jesus, receive my poor offering. Jesus, you have given yourself to me, and I will give myself to you. I give you my body, that I may be just and pure. I give you my soul, that I may be free from sin. I give you my heart, that I may always love you. I give you every breath, that I shall break, especially my last. I give you myself in every breath, that I may be yours forever and ever. Imani uliotujalia katika Mwana Yesu Kristo, ndugu yetu na mali wa upendo unaowasha mioyoni mwetu na Roho Mtakatifu, iamshe tena ndani yetu tumaini lenye baraka na ujio wa ufalme wako. Neema yako na itubadilishe tuwe wakulima wasiochoka wa mbegu za Injili. Mbegu hizo zibadili kutoka ndani na ulimwengu wote, katika tarajio la uhakika wa mbingu mpya na dunia mpya, ambapo ufundisho na nguvu za uovu, utukufu wako utang'aa milele. Neema ya Jubilei iamshe tena ndani yetu, na ujaji wa matumaini, hamu ya hazina za mbinguni, na neema hiyo hiyo imefunikana na anga mbingu duniani kote. Wako Mungu wetu, unayetukuzwa milele, iwe sifa na utukufu milele. Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Bwana, sisi unawajulisha kwa sakramenti zako, uwe radhi kutuinua kwa njia ya misaada yako ya siku zote, ili tunapokea matunda ya ukombozi wako katika mafumbo na katika mwenendo wetu, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kukushukuru
Mungu Mwenyezi awakinge daima na maafa yote, na kwa wema wake awashushie mapaji ya baraka yake. Aifanye mioyo yenu kuwa sikivu kwa maneno yake, ipate kujazwa furaha isiyo na mwisho. Na kwa kuelewa yaliyo mema na mazuri, daima mwende mbio katika njia ya amri za Mungu, mpate kufanya ubariki pamoja na wateule wa mbinguni. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu uwashukie na kukaa nanyi daima na milele. Amen. Endeni na amani. Baada ya misa imekwisha. Tunashukuru.